Okay, natumaini kila mmoja atakuwa anajua mtoko wa Pasaka. Ni tamasha ambalo linafanyika kwa takriban miaka kama 4-5 hivi hivyo. Na tumeshuhudia kuna watu ambao wamekuwa wakisimama kama viongozi wa tamasha hilo. Lakini tulikuwa hatujamjua ni nani haswa ambaye ndio owner wa hilo tamasha, yani aliyebuni mpaka neno mtoko wa Pasaka. Sasa nilimsikiliza afisa mtendaji wa Blela ambaye huyu ni mtu ambaye anasajili makampuni, brand, hivyo tunajua hivyo vitu. Kumbe bwana, kuna usaliti ulitokea. Usaliti huo uliotokea, mimi kabla sijaenda mbali, kwanza embu tumsikilize kwanza huyu ambaye yeye ndo anayesajili, na kuna mwimbaji ambaye alimzunguka mwenzake akaenda akasajili, lakini pia kuna mwingine alikuwa akitumia brand ya mwenzake bila ya kumuuliza mwenzake wafanye nini. Je, tunajua mwanzo kabisa mtoko wa Pasaka ilitambulishwa rasmi na Rose Muhando pamoja na Christina Shusho. Je, nani kamsaliti mwenzake? Embu kwanza tumsikilize huyu, alafu tutajua kati ya Christina Shusho na Rose Muhando, je, ni nani msaliti? Mtoko wa Pasaka nani anaujua? Mtoko wa Pasaka, ile mtoko wa Pasaka ile ilileta liki. Msanii mmoja kaja pale kasajili. Walianza zamani walikuwa wanaifanya tu bila kuisajili Blela. Baadaye wakati wa kuandaa, mmoja miongoni mwao wakamwacha mwenzao, akasema mbona naona matangazo yameshaanza, fulani atakuepo, fulani atakuepo, fulani atakuepo, wakati hili tulilianzisha sisi watu watatu. Alivyoenda kwa wanasheria akamwambia, kwani mlisajili Blela? Akasema tukusajili. Hebu kimbia haraka. Kaja kasajili Blela. Huko hao wanaendelea na matangazo. Mgeni rasmi atakuwa fulani sijui na nini. Unaona? Unajua kilichotokea ni nini? Kasajili. Na kaja pale, mimi hata sikujua intention yake. Kasajili, nafikiri nilimkabidhi mimi nadhani cheti au na picha tukapiga kasambaa kwenye mitandao. Kesho yake kaenda Basata. Basata wakawaita wale, waambie nyie vipi? Sisi mwaka jana miaka yote tumeliendesha, sisi miaka 5 sisi mingapi? Sisi ndio sisi ni letu hili. Yeye anasema hapana, mwenzenu kasajili Blela. Kesi hiyo ilishaje sasa? Ilibidi wamuite kwa sababu wameshakukodi madude stage sijui nini, unafanyaje? Maana yake huyu inabidi sasa wakamuita, wakamweka pamoja, sasa wakaingia wote. Na wakaenda wakaperform wote. Nafikiri mnawafahamu wale wanaandaga si mnawajua? Ni mastaa. Lakini mmoja alichangamka akaja akasajili nani yake Blela pale. Na hapa hii mifano ili mjifunze. Na tumaini umemsikiliza sasa, alafu ngoja tulichambue. Kwanza tunaambiwa kuna mtu alistaajabu. Akaona huu mtoko wa Pasaka unaendelea, mbona mimi sipo? Huku matangazo yanaendelea, nasikia fulani atakuepo na fulani atakuepo, kwani ikoje? Kumbe hapo kuna kitu ambacho kilikuwa kinaendelea. Yani kuna mmoja wapo alikuwa anaendelea kupromote hilo tangazo bila mwenzie kuwa na taarifa yoyote. Sasa ngoja turudi kwenye point. Hivi kati ya Christina Shusho na Rose Muhando, ni nani alikuwa akiita press kwa ajili ya kuzungumzia mtoko wa Pasaka? Ngoja tu turahisishe kitu. Christina Shusho ndo alikuwa akiita watu kwa ajili ya kutangaza mtoko wa Pasaka. Na tuliona kwamba mwanzoni tulikuwa hatulisikii jina la Rose Muhando likitajwa kwenye mtoko wa Pasaka. Sasa hapa kuna picha inayojijenga ambayo mimi na wewe ndio inabidi tuitafakari vizuri. Hii issue ikoje na imekaaje? Kwa nini? Inavyoonekana kati ya hawa wawili kuna mmoja alikuwa anataka anufaike na mtoko wa Pasaka. Yani kuna mmoja aliamua kutumia fursa hiyo kama sehemu yake yeye binafsi. Okay, mimi ngoja nikwambie. Hivi ulishai kumuona Malkia akiwa anazungumziwa sana kwenye mtoko wa Pasaka kama Christina Shusho? Natumaini basi kuna kitu unanielewa. Na hapo ukimsikiliza anasema kwamba wakati hao wengine wanaendelea kutangaza mgeni rasmi atakuwa fulani, mwimbaji fulani atakuwa fulani, kuna mwenzake, yani huyo mwimbaji ambaye alikaa chini na kufikiriana kwamba waanzishe mtoko wa Pasaka, akajiuliza jamani, mbona hawa hivi na hivi vipi?
ndo akaambiwa bwana, hapo ili uweze kuwawini wewe nenda kasajili Brela. Hapo ndipo alipowapata na ndipo akaona okay, hapa bwana tumepatikana, okay, ngoja tukae chini tuzungumze. Ndo maana kuna watu walikuwa wanajiuliza, mbona mtoko wa Pasaka Rose Muhando mwanzo hakutajwa sana? Kumbe kuna vitu vilikuwepo lakini hatujui. Hebu tujiulize, je, ni kweli hiki kimekaa hivi? Lakini huyo kiongozi ambaye anazungumzia hapo, yeye ndo anajua issue nzima, ni nani aliyemfuata. Aisee nyie. Okay. Ila tu tuamini kwamba waimbaji wa nyimbo za Injili ni watu wanaopendana sana. Tuamini tu hivyo. Kama ambavyo tumekuwa tukiamini, basi tuendelee kuamini hivyo. Lakini ukweli wa hili jambo, kati hawa wawili kuna mmoja anao, lakini mimi natamani tu kujua ukweli ni upi ili tuelewe kwamba ni nani alikuwa anataka anufaike. Na hata ukitazama kuna kitu unakielewa. Kama wewe utakuwa na D2 shuleni, naamini utakuwa umenielewa mimi nishazungumzia nani aliyemsaliti mwenzake. Nani aliyetaka atumie mtoko huo wa Pasaka kwa faida yake binafsi. Jamani nyie. Okay. Nisizungumze sana. Hebu drop comment na uniambie, kati ya hawa wawili, yani Rose Muhando na Christina Shusho, unahisi ni nani kamsaliti mwenzake? Yani kuna mtu aliyetaka apige hela yeye kivyake, atumie mtoko wa Pasaka yeye kivyake, wakati hilo jambo lilianzishwa na watu. Jamani, mnakumbuka kuna interview tuliwekeni siku ya kwanza inaanzishwa mtoko wa Pasaka. Sasa hebu shuka chini kaitafuta hiyo video, alafu je uniambie hapa, kati ya hao wawili, je, ni nani ule mgundua kamzunguka mwenzake? Hii vita si vita tu ya rohoni, hapana. Hii vita mpaka kimwili jamani itapiganwa. Kuna usaliti unaoendelea. Yani kuna mtu anataka anufaike yeye kivyake. Ndo maana nikawa najiuliza, hizi asante siku ya mtoko wa Pasaka mbona zimekuwa nyingi? Kumbe mtu analake jambo. Jamani, sura solo. Hebu drop comment hapo tuambie, je, nani unahisi atakuwa ni msaliti? Lakini kabla hujaondoka, msikilize tena huyo afisa. Mtoko wa Pasaka nani anaujua? Mtoko wa Pasaka, ile mtoko wa Pasaka ile ilileta ligi. Msanii mmoja kaja pale kasajili. Walianza zamani walikuwa wanaifanya tu bila kuisajili Brela. Baadaye wakati wa kuandaa, mmoja miongoni mwao wakamwacha mwenzao, akasema mbona naona matangazo yameshaanza, fulani atakuepo, wakati hili tulilianzisha sisi watu watatu. Alivyoenda kwa wanasheria akamwambia, kwani mlisajili Brela? Akasema tukusajili. Hebu kimbia haraka. Kaja kasajili Brela. Huko hao wanaendelea na matangazo. Mgeni rasmi atakuwa fulani sijui na nini. Unaona? Unajua kilichotokea ni nini? Kasajili. Na kaja pale, mimi hata sikujua intention yake. Kasajili, nafikiri nilimkabidhi mimi nadhani cheti au na picha tukapiga kasambaa kwenye mitandao. Kesho yake kaenda Basata wakawaita wale, waambie nyie vipi? Sisi mwaka jana miaka yote tumeliendesha, si miaka 5 si mingapi. Sisi ni letu hili. Yeye anasema hapana, mwenzenu kasajili Brela. Kesi hiyo ilishaje sasa? Ilibidi wamuite kwa sababu wameshakukodi madude stage sijui nini, unafanyaje? Maana yake inabidi sasa wakamuita, wakamweka pamoja, sasa wakaingia wote. Na wakaenda wakaperform wote. Nafikiri mnawafahamu wale wanaandaga si mnawajua? Ni mastaa. Lakini mmoja alichangamka akaja akasajili nani yake Brela pale. Na hapa hii mifano ili mjifunze.